kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Nina furaha nami asubuhi ya leo ama mchana wa leo kuwa pamoja nanyi nikimshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo ametenda. Nawashukuru kwa kazi zote ambazo mmezifanya, kwa maombi yenu. Mungu amekuwa pamoja nasi na tumerudi tukiwa salama tukimtukuza Jehova. Kwa hiyo mchana wa leo tuacha tuangalie katika kitabu cha Danieli 5. Danieli 5 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 7. Kama kuna mtu atakuwa amepata Danieli 5 mstari wa 3 hadi wa 7 anaweza tusomea. Bwana Mike. Sipatie Mike tusomea. Danieli 5 kuanzia mstari wa 3 hadi 7. Biblia inasema hivi: basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. 4. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. 5. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipo kikabili kinara. Naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. 6. Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. 7. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awe yeyote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake, atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Bwana bariki andiko. Napenda sana kuitafakari hiyo hadithi ya Belshaza. Kabla Belshaza apatikane na mambo ya kuona kiganja kinaandika kwenye ukuta, alikuwepo baba yake ambaye ni Nebukadreza. Nebukadreza naye alikuwa mfalme aliyeheshimika sana, aliyekuwa amependwa, lakini siku ilifika akajisahau. Wale wakuu wake wakamshawishi, wakajisahau, wakaanza kuabudu miungu. Walipoanza kuabudu miungu, ndio tunawapata Shadraka, Meshaka na Abednego. Wakati walikuwa wamesimamisha sanamu ili watu waiabudu, hawa vijana watatu walikataa, wakasema hawataabudu miungu mingine kama isipokuwa ni Mungu peke yake. Wakasema kama kuna mtu ataabudu Mungu mwingine, ataabudu miungu mingine, basi atatupwa kwenye tanuru la moto. Basi wakati walipokuwa naabudu miungu wale, Shadraka, Meshaka na Abednego walisimama kwa ujasiri, wakasimama kwa kauli yao ya kwamba wanamjua Mungu na watamwabudu Mungu tu. Vikwazo viwepo visiwepo, wao watasimama na Mungu. Kwa kweli walisimama na Mungu, hawakuinamia ile sanamu. Watu wakaona, wakapeleka mashtaka kwa Nebukadreza, wakapeleka
Biblia inasema ukisonga mbele ya kwamba walishikwa na askari wenye nguvu, mabamu zao walikuwa mahali pale. Walipowashika wakawafunga, wakawatupa kwa lile tanuru. Wale waliokuwa wamewashika, Biblia inasema walivutwa na ule moto na wakachomeka. Lakini wale Shadraka na Meshaka na Abednego walipoanguka katikati ya tanuru, ile moto kazi ilifanya kubwa sana ni kuzikata zile kamba walizokuwa wamefunga Shadraka, Meshaka na Abednego. Wakapata nafasi ya kuabudu sasa, kwa sababu walikuwa katikati ya moto na adui wasije wasogelea. Kwa hiyo ninatafakari nikajua ya kwamba Mungu aliachilia Nebukadneza aweze kuandaa ule moto, kwa sababu kuna vijana shujaa wanataka kumwabudu Mungu. Watu wangewapiga, watu wangewazuilia, ikaonekana ya kwamba wawekewe ulinzi na moto. Walipotupa ndani ya moto, walipata nafasi ya kushangilia, nafasi ya kuabudu. Watu wasingewafikia kwa sababu tanuru inawaka moto. Haleluya! Mungu ni wa ajabu sana. Basi alizidi akamchukua hata Danieli, wakatupwa katika tundu la simba. Alipotupwa kwenye tundu la simba, Danieli naye pale ndani ya tundu la simba, Danieli akapata nafasi ya kumwabudu, kwa sababu simba walimwekea ulinzi. Mungu alikamata vinywa vya simba, hawakugusa Danieli. Mungu huyo ndio Mungu ninataka kumwabudu leo hii. Ndio Mungu tunataka kumsikiliza leo hii, ambaye amesimama juu ya madhabahu, ambaye ananena pamoja nasi. Ameyaweka madhabahu yake ili akanene pamoja nasi. Wakati anashuka kwenye madhabahu, miujiza inatendeka. Wakati anashuka kwenye madhabahu, magonjwa yanatoweka. Wakati anashuka kwenye madhabahu, wachawi wanatetemeka kwa jina la Yesu. Nafikiri alienda akapelekwa msituni miaka 7. Nebukadneza aliishi kama ng'ombe, kama wanyama wengine, akila nyasi, kwa sababu aliadhibiwa na Mungu. Ndipo Belshaza akachukua nafasi hiyo. Lakini Belshaza alichukua hiyo nafasi na yeye akasahau. Wakati ufalme ulinogea, wakati alikaa akawa na amani, akawa ameiandaa sherehe yake nzuri, Masulia na watu wakubwa wa nchi wakaja mahali pale. Akaona vikombe vilivyoko juu ya madhabahu vilikuwa vikombe vya dhahabu, vikombe vinavyopendeza. Akajiona vinafaa sasa kuitengeneza sherehe yake, na vilikuwa vimewekewa wakfu juu ya madhabahu. Akaagiza vilete vikombe kutoka madhabahuni, wakavileta kwenye sherehe. Waliokuwa na kunywa na kulewa na kushangilia, wakamimina ile divai ya ulevi ndani ya vile vikombe, wakaanza kusherekea, wakasahau vimewekewa wakfu. Na Mungu alifanya kazi ndogo tu. Baada ya kuwa sherehe imenoga, hakumpiga kwa mawe. Tunaona Mungu anapiga kwa watu hata na mawe. Kitu tulijifunza Jumapili. Yeye huyo hakupigwa na mawe. Kila alifanya Mungu tu, alinyoosha mkono wake na kuanza kuandika kwenye ukuta maneno ya kupunguza ufalme wake na kuharibu. Mene mene tekeli na peresi. Ufalme umepimwa katika mizani na ukapungua, amewapatia watu wengine. Lakini hiyo tafsiri ya yale maneno yalimsumbua sana Belshaza. Anatetemeka, miguu yake ikalegea. Hajawahi ona mkono ukiandika bila kiumbile la mtu. Hakukuwa na kiwiliwili cha mtu mahali pale. Aliona tu mkono mwenyewe. Akashutuka, ulevi ukamwisha. Akashangaa watu wanayeabudu mambo ya miungu, watu wanayeamini wachawi na waganga. Watu wakifika mwisho wanaangalia wachawi, watu wanafika mwisho wanaangalia wamerogwa. Watu hawa wanasahau walikuwa kanisani, wanasahau kuna Mungu
Nataka kukuambia leo, ukiyaheshimu madhabahu yakinena kwa ajili ya heshima yako, utauona mkono wa Mungu ukitenda muujiza, utauona mkono wa Mungu ukiponya, utauona mkono wa Mungu ukiokoa, utaona mkono wa Mungu ukiubadilisha. Nataka kunena kwa ajili ya madhabahu. Jua madhabahu ndipo mahali Mungu hushuka. Madhabahu ndipo Mungu ananena na watu. Ukisikiliza sauti ya Bwana, ukisikiliza maneno ya Jehova, mapepo yatatetemeka. Ukisikiliza maneno ya Jehova, wachawi wataishiwa nguvu. Ukisikiliza maneno ya Jehova, magonjwa yatatoweka. Ukisikiliza maneno ya Jehova, mbingu zitafunguka. Ndio maana mwimbaji anasema, nampenda Yesu wa Nazareti, ametenda makuu moyoni mwangu, amenisamehe dhambi, amenipa roho wake, ametenda makuu moyoni mwangu. Ukimwamini Yesu, ukimsikiliza Yesu, na ukayaheshimu madhabahu matakatifu, madhabahu aliandaa kwa ajili ya kuvukiza uvumba, madhabahu ambayo unabeba shida zako, unaenda mahali pale, imani yako ikitengwa juu ya madhabahu, ukawaacha waganga na wapiga ramli, ukawaacha manabii watabiri wanayetekwa na shetani, ukamwita Yesu wa Nazareti. Hakika hata kama umefika mwisho, hata kama ulilogwa, hata kama ulifanyiwa nini, yeye ulipiza kisasi. Kisasi ni cha Bwana, kisasi sio chetu, kisasi ni cha Jehova. Yeye atatupigania, yeye atawaroga wachawi, yeye ataangamiza maadui, atawafunguza kwa vipande vipande na kuharibu, tukiamini Jehova. Madhabahu ya Bwana yana nguvu, lakini usipogundua hautayajua. Ukigundua, tunaenda kanisani, tunaacha kazi zetu, tukijua tunaenda kumwabudu Bwana. Labda wengine wamekuwa na stress, wengine wamekuwa na mashida mbalimbali. Inapofika siku ya kuabudu, ina maana ni siku ambayo tunaenda kukutana na Mungu. Kwa hiyo kuja kanisani ukiwa na imani, sahau mambo yote yaliyokutokea, kwa sababu imefika mahali pa kwenda kumwambia Mungu shida zako. Hapo ndipo unamlilia Bwana. Ndio maana unaona watu wengine wakiwa kanisani machozi yanawatoka. Hapo ndipo mahali pa kulia, hapo ndipo mahali pa kulia na kumwambia Bwana shida zako. Haijalishi utamwambia kwa staili gani, haijalishi kama utakuwa unarukaruka, haijalishi kama utakuwa unapiga magoti, haijalishi kama utakuwa unaimba. Hapo ndipo una uhuru, jinsi wale vijana walikuwa na uhuru katika tanuru la moto. Hapa ni katikati ya tanuru la moto, ambapo shetani hawezi kusonga, ambapo mapepo hawezi kusonga, ambapo wachawi hawezi kusonga. Madhabahu takatifu. Ngoja uone vile madhabahu, watu waliocheza na madhabahu walivyofanya. Hebu tuangalie Ufalme wa Kwanza 13. Ufalme wa Kwanza 13. Kwanza mstari wa 4 inasema hivi: ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyoosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni basi ule mkono wake aliyonyoosha ukakatika, wala haukuweza kurudisha kwake tena. Huyu mfalme alikuwa mfalme huyu wa Yoarabu, Yeroboamu, naye alicheza. Mungu alimtuma mtumishi wake
alete ujumbe kwenye madhabahu ya kwamba ukianza hapo juu ya kwamba watu watakuja kushambulia makuhani, watawavuruga kwenye madhabahu na watavunja, watakatakata watu na kuwateketeza, mifupa itateketeza. Yule wakati alikuwa amesimama kwenye madhabahu aliona kana kwamba ni mchezo. Mungu watumia watu wasiofaa, Mungu watumia watu wanaodharaulika. Yeye aliona ya kwamba huu ni mzaa, yeye anataka kuvukiza ufumba. Biblia inasema akamnyosha mkono, akaambia watu kamateni mtu. Waliponyosha mkono, ulitoka kutoka kwenye mwili wake, ukaanguka chini. Ule mkono ulionyoshewa mtumishi wa Bwana wakawa hana mkono. Kisoma chini, alimlilia mtumishi wa Bwana akamwambia, mwambie Mungu, mwambie Bwana anisamehe, anirudishie mkono wangu. Basi ile huruma ya mtumishi wa Bwana akamwalilia Bwana, na Biblia inasema akarudishiwa mkono wake. Wacha kucheza na madhabahu. Madhabahu ukicheza nayo vibaya, Mungu kisasi chake ni kibaya. Wacha kucheza na vitu vya madhabahuni. Wacha kucheza na matakatifu pake. Heshimu, nyenyekea mbele ya madhabahu, ukaone mkono wa Bwana, ukazione baraka za Bwana, ukaone ushindi wa Bwana. Usije katika nyumba ya Bwana badala ya kutoka na baraka, badala ya kutoka na majibu ya mahitaji ya moyo wako, unatoka na laana kwa sababu umesengenya watumishi, kwa sababu umewadharau, kwa sababu hukuwasikiliza wala ukasirika wakati wa kucheza na mtumishi wake. Lakini ukimheshimu mtumishi wake, Mungu hufurahi. Mungu huziachilia baraka. Mungu atayatenda mambo makubwa ya ajabu kama utakuwa umemwachilia baraka. Ukiangalia katika kitabu cha Wafilipi 4:19, Wafilipi 4:19, mtanisamehe. Wafilipi 4:19. Maandiko yanasema, na Mungu wangu tabia, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kama utanyenyekea mbele za Bwana, usiangalie wengine, jiangalie wewe tu. Wewe ndio unajua mahitaji ya moyo wako. Wewe ndio unajua kwa nini ulikuwa umekuja ndani ya nyumba ya Bwana. Wewe ndio unajua umelelewa mahali gani. Hebu kuja kunyenyekea mbele za Bwana, mtolee dhabihu zake. Hebu sikiliza sauti yake. Anasema ya kwamba yeye ana vitu vyote, atawabarikini kadiri ya mahitaji yenu. Kama ukamlilia Bwana na kumwambia kuna Mungu mwingine, ni wewe pekee nimekuona, ni wewe uliyeziumba mbingu, ni wewe ninayekuabudu, ni wewe ninayekutegemea. Bwana akifurahi, mbingu zinaachilia baraka. Jehova akifurahi, laana zinaondoka. Bwana akifurahi, watesi wanakutoka. Kwa kunyenyekea mbele za Bwana, utazipokea baraka, utapokea uponyaji, utapokea muujiza kwa jina la Yesu. Wakorintho wa pili 9:8 inasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mungu atawabariki katika bidii zenu. Ataangalia mahitaji ya moyo wako. Kwa hiyo heshimu kazi ya Mungu. Nyenyekea mbele za Mungu. Kama Mungu amekubariki, hebu mtolee, wache kufuatilia familia. Wache kuangalia zinaenda wapi. Madhabahu ndio itanena. Bwana wanapeleka pesa nyingi kwa waganga. Angalia Belshaza aliahidi mambo mengi sana, vitu vya thamana. Kwa hiyo mganga atakayeitwa atafasiri, ataahidi kwa dhahabu
uendelee kunung'unika na uone wengine wanavyotoa, uanze kusema wanavyo, uanze kusema wanazo, kusudi wanazo ni za Mungu. Mungu anamtolea anayewabariki. Kwa hiyo weka kimya tu, siku utakutana na Mungu utakuwa mtoaji. Siku utakutana na Mungu hautaongea kile kitu kimetolewa madhabahuni. Sijawahi kuona watu walienda kwa waganga wanasema vile wametoa, sijui mganga amefanyia nini, zile pesa amepeleka, yale mang'ombe amepeleka. Sijaona tena, wananyamazaga kimya watu wasijue. Lakini vitu vilivyokuja kwenye madhabahu, wanatukana watumishi wa Bwana jinsi wanavyokula. Wewe unatukana, lakini yule anayetoa, yeye ndio ana siri za Mungu. Yeye atazidishiwa mara 7, yeye atazidishiwa zaidi. Wewe mjaribu Mungu kwa siri, toa matoleo yako kwa siri, omba kwa siri. Anasema hata wajazeni. Kanisa inayetoa, kanisa yenye michango mingi, hiyo kanisa huwa ina maendeleo sana. Hiyo kanisa watu wake hubarikiwa zaidi. Hiyo watu wake hawarii shida, kwa sababu wanapotoa wanaweka deni kwa Mungu. Wanapotoa wanaweka deni kwa Mungu. Mungu anaanza kulipa polepole, wakisonga hatua hadi hatua. Lakini makanisa yale ambayo yananung'unikia Bwana, watu wananung'unika kila mara, wakichunguza zinaenda wapi, na yeye hakutoa, huwa anaishi katika laana, anaishi akilia kila mara, kwa sababu hakuheshimu sauti ya Mungu. Haya madhabahu yana nguvu. Haya madhabahu sio mchezo. Wale waliokuwa shakanyaga kwenye madhabahu ndio wanajua nguvu zilizoko juu ya madhabahu. Madhabahu kikanyaga kwenye madhabahu kama hapa, huwa unahisi nguvu pekee, unahisi kitu tofauti. Hata kama ulikuwa umepanga mambo yako, Mungu yabadilisha na akaweka akilini mwako mambo ambayo anataka yawafikie watu wa Mungu. Na ukiamini utaona mkono wa Mungu. Haijalishi umepitia shida gani, haijalishi umetaabika namna gani. Kuhusu matoleo, iko katika Kumbukumbu ya Torati. Watu ukifika mwisho, labda umeloka, labda umefanywa nini, unataka kutengeneza hiyo maneno, angalia kwenye Kumbukumbu ya Torati 12. Kumbukumbu ya Torati 12 mstari wa 13, utamalizia hapo. Huyu mtu atusomee Kumbukumbu ya Torati. Patie maiki. Kumbukumbu mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati 12 mstari 13 unasema, ujihadhari usitoe sadaka zako kwa kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote ni kuamuruyo. Pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote yataminiwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Aliyetohara na asiyetohara anaruhusa kula katika nyama hiyo, kama ya paa na ya kulungu. Lakini msiile damu, mwageni juu ya nchi kama maji. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazalo wako wa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nadhiri zako uwekazo zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka za kuinuliwa ya mikono yako. Lakini hivyo utakula mbele za Bwana Mungu wako, mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako, wewe na wanao mme na mke, na mtumwa wako mme na mke, na Mlawi aliye ndani ya malango yako, nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako katika yote utakayotia mkono wako. Haleluya, bariki maandiko. Mungu abariki maandiko.
sadaka za kuteketeza, sadaka za kuvunja madhabahu. Labda umeona katika familia yenu kuna laana, labda umekuwa katika hali ya mikosi, ukaona hiyo ni mambo yanakufuata au yanafuata familia, unataka uyaondoe. Biblia inasema sio mahali popote. Hata mimi ukija mahali hapa kanisani, kuna mambo mengine tunaombea hata ofisini. Kuna sadaka hata matoleo mengine yanaweza wakaotolewa pale kwa ofisini. Lakini ukisema unataka kuvunja madhabahu, lazima tutabebana na wewe uje kwenye madhabahu. Hiyo sadaka ya kuvunja madhabahu utaiweka juu ya madhabahu, na tutaomba hiyo kwa ajili ya madhabahu. Madhabahu ndiyo inapokea sadaka ya kuvunja madhabahu, hata kama baadaye itabebwa na kuhani na kwenda kuipangilia vile itatumika, lakini lazima uidondoshe kwenye madhabahu. Kwa hiyo vitu vingine vyovyote vile umeruhusiwa, lakini nafaka za kwanza, ile dhabihu za kwanza, vitu ambavyo vimetayarishiwa na Mungu, haviruhusiwi vile ndani ya nyumba yako. Vinaruhusiwa mahali ambapo Mungu ametenga, ambapo ni ndani ya nyumba ya Bwana. Watu waliofanya hivyo wamebarikiwa. Watu waliotii kati ya madhabahu wameinuliwa. Hawana shida ndani ya nyumba yao, kwa sababu wamekula vinavyofaa na wakapatia Mungu vinavyostahili. Kwa hiyo tuangalie juu ya madhabahu ili shida ziondoke. Ni kujitoa juu ya madhabahu na kuondoa manunguniko. Kama unajua utaanza kunungunika na kufuatilia mambo hayo, wacha usitoe, kwa sababu badala ya baraka utapokea laana. Lakini ukitii sauti ya Bwana, utaona mambo makubwa. Mapepo yatakuogopa ndugu yangu. Hayo magonjwa yanayokutabisha kila mara, hizi shida ndogo ndogo zitaondoka, kwa sababu utalindwa na madhabahu. Sijui umekuwa ukipitia mambo gani, sijui umekuwa ukiumia kwa njia gani, umekuwa na shida ya aina gani. Leo inataka umrudie Bwana. Kumbuka madhabahu ikapate kunena. Hebu mwambie Bwana, leo nataka kuanza na wewe. Leo Bwana nataka unibariki. Leo Bwana nataka ubariki familia yangu. Ukimwita Bwana, hata kama ulitenda dhambi, hata kama ulifanya nini, Daudi anasema tamanio lake ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Tamanio lake ni kuomba kila mara na kumwita Jehova. Wacha kuchukua kila saa unataka ufanye kazi zako tu, uko mashambani, uko kwa biashara, umeenda kuona rafiki yako, umeenda kuona jamaa yako, lakini kuja kumwona Bwana katikati ya wiki, kuja kupiga magoti ndani ya nyumba ya Bwana, nafasi inakosekana kabisa. Lakini ya kutembea, ya kwenda kuona jamii, ya kwenda kuona kazi zako, nafasi inapatikana. Ile nyumbani mwa Bwana tumesahau. Ndio maana Mungu ametusahau. Hawezi kutubariki, hawezi kutulinda. Tunaona maafa ya kila mara, tunaona mikosi ya kila mara, kwa sababu tumemwacha Bwana. Tumrudie Bwana leo hii, uone kila utakachohitaji atakupatia. Umejenga urafiki na Bwana. Hebu tujenge urafiki na madhabahu. Hebu tujenge urafiki na madhabahu. Tusipeleke pesa ambazo zinafaa kwa madhabahu. Hadi tumekutana na nabii Maka huko, unapelekea na nabii Maka huko nyumbani kwake, hadi amekwambia ukavunje madhabahu, na yeye amekaa kwa nyumba yake. Unapeleka ng'ombe huko, unapeleka kuku huko, unafanya shopping, unaenda huko kwa nyumba yake, na ni vitu vya madhabahu. Kama unataka kuvunja madhabahu, angalia mahali ambapo Mungu ametenga, ameyaweka madhabahu yake. Peleka vile vitu mahali pale. Hata kama ni mchungaji wako, peleka juu ya madhabahu. Kama ni kuvunja madhabahu, utaona yale Mungu atakutendea. Lakini kama umeenda kuona mchungaji, unaweza ukampelekea kwake vile vinavyohusu kula na urafiki na ndugu, peleka. Lakini kama ni vitu umevitenga vya kuvunja madhabahu, njoo nyumbani mwa Bwana, njoo madhabahuni patakatifu. Baba atakukumbuka, Baba
usiku hatuna amani, ukifanya biashara haina baraka, unakuwa na mikosi kila mara. Mrudie Bwana. Labda kuna mahali ulimkasirisha Mungu, labda kuna mahali Mungu aliudhika, labda uliongea maneno yakawa kama mchezo tu, lakini yakamgusa Mungu, akaachilia biashara yako hakulinda, akaachilia watoto wako hakulinda, akaachilia mapato yako hakulinda, kwa sababu ulimkosea. Lakini Biblia inasema njooni kwangu wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wacha mapepo yakatuogope sasa. Wacha mapepo tusiyape nafasi kucheza katika familia zetu. Wacha mapepo yasitutese katika familia zetu. Kuna jina ambalo ni jina la Yesu Kristo. Hilo jina tukiliheshimu, hilo jina tukilitaja, hata kama ni miungu ya aina gani, hata kama umerushiwa majini, hata kama unarogwa kila mara, hata kama unatembelewa na wachawi, lakini ukalitaja jina la Yesu, pasipo na mzaa, pasipo na choksi, ulitaja jina la Yesu, ukikanyaga ndani ya nyumba yako, moto unakutangulia. Ukitembea katika familia, moto unakutangulia. Na mapepo yanapoona moto ulioko ndani yako, yanaanza kupiga kelele, yanahama nyumba hiyo. Magonjwa yanahama, kelele zinahama, vita inahama, michafuko inahama, laana inahama, baraka inashuka. Hallelujah. Nataka ufunike macho yako pale ulipo. Angalia umekuwa ukimkosea Mungu wapi? Umekuwa ukimtolea dhabihu inayofaa? Umekuwa ukihusika kwenye michango ya kanisani? Mbona michango mingine huko unahusika sana, na tena jina lako linatajwa kubwa sana, umetoa pesa ya hali ya juu, lakini ukiingia nyumbani mwa Bwana, wewe ndio unakuja na mashilingi, wewe ndio unakuja na manoti zilizochakaa, lakini ukiwa huko nje unataka utengeneze jina, waone walitoa pesa mingi, umeenda kwa michango mingi, labda ni michango ya matanga, labda ni michango ya maendeleo, unataka ujulikane ili ukifika siku hiyo na wao wakutolee. Unasahau kwa nyumba ya Bwana. Unapotoa Mungu anakukumbuka, anazuia magonjwa, anazuia mikosi, anazuia laana. Leo hii mkumbuke Bwana, uone kama atakubariki. Nyumba ya Bwana imekuwa maskini, na wewe Mungu amekubariki, ukatoe kwa nyumba ya Bwana ili jenge nyumba ya kutosha. Watu watakaa wakibarikiwa, wakayatengeneza madhabahu yanayopendeza, watu wakamwone Mungu alivyo tajiri. Amekutumia wewe, lakini umerudisha mkono wako nyuma. Hakuna michango unafanya, hakuna sauti yote ya matoleo unasikia, umekaa tu kama sanamu. Leo hii Bwana anataka kukubariki. Leo hii Bwana anataka kutembea na wewe. Leo hii Bwana anataka kujibu mahitaji ya moyo wako. Kama utaguswa ndugu yangu, kama utaguswa mama yangu, vitu vyote ulivyo navyo ni vya Bwana. Mifugo ulionayo ni ya Bwana, pumzi ulionayo ni ya Bwana, mwili unayelinga nao ni ya Bwana, mavazi uliyovaa ni ya Jehova. Miti aliipanda na malighafi nyingi, wewe ukaitumia kumpatia kwa Mungu kidogo tu, umekuwa mgumu. Ndio maana mikosi inakujalia kila saa. Ndio maana umeishi katika laana. Ndio maana biashara yako haiendi. Sio umerogwa, wewe mwenyewe umejiroga. Wakati ulisengenya matoleo, wakati umesengenya sadaka inaenda wapi? Wakati umesengenya mtumishi wa Bwana, angalia yule aliyocheza dakika moja, mkono ukang'oka. Wacha mkono wako using'oke, wacha biashara yako ising'oke, wacha bidhaa yako ising'oke, wacha mashamba yako yasing'oke, yakapate kutoa Mungu akiyarinda. Amekupitisha katika hali ngumu. Wengine wako mahospitalini, wengine wanalia shida. Wewe amekupatia, na akakupatia shilingi 100, na akasema michango iko kanisani, anataka utoe ile 100. Anajua amekulinda, amejua atakulisha. Hiyo 100 ni kutoa mchango, lakini unarudi nayo nyumbani, inapotelea njiani, unanyang'anywa pale njiani, na Bwana alikuwa ameitenga ni yake.
akukumbuke juu ya mahitaji yako. Ninatangaza heshima ya madhabahu. Ninatangaza heshima ya madhabahu. Moyo wako ukaguswe na heshima ya madhabahu, ukapate siri ya madhabahu. Uone Shadraka, Meshaki iliyotendewa. Umuone Danieli katika tundu la simba. Uone binti Bwana alimtetea. Ukifika mwisho atakutetea. Ukiwa umekwama atakutetea. Atatuma mtu from nowhere, atakulipia ile deni, atakutetea mahali umechoka. Bwana atakuinua ukisikiliza sauti ya Bwana leo hii. Angalia unahitaji niombe kwa ajili gani? Mungu amegusa moyo wangu, amegusa akili zangu nikwambie maneno haya mazito, maneno ya unabii. Ninakwambia Bwana, kwa sababu anataka kukubariki mwishoni mwa mwaka huu. Anataka umtolee dhaka ya mwaka, anataka umtolee dhabihu ya mwaka, ili tunapoenda kuvuka mwaka mpya tukaanze na baraka ambazo zimetoka kwa mwaka huu. Akaanze na mambo mapya, matarajio ya ujenzi, matarajio ya kununua shamba, matarajio ya kununua gari, matarajio ya kusomesha. Anza naye Mungu mwaka huu. Andaye akiba yako, andaye akaunti yako. Utakapofika mwakani usione baraka zikishuka. Nataka kukuombea sasa. Nitaomba kwanza kwa mahitaji ya moyo wako, mahitaji yanayogusa familia yako, mahitaji ambayo yamesumbuka muda mrefu, na kisha nitaomba wale wenye shida na mahitaji. Kama utakuwa uliacha mgonjwa nyumbani, kama ni wewe mwenye mgonjwa, kama una shida ya aina gani ya ugonjwa na mambo kama hayo, tutaomba baadaye. Nataka kila mmoja asimame tu pale alipo na kuwa na tegemeo la imani. Kuna nguvu za Mungu ninahisi mahali hapa. Ninahisi uwepo wa kipekee kwenye madhabahu hii. Ninahisi nguvu kutoka mbinguni ziko mahali hapa. Na waona malaika katika hisia zangu mahali hapa. Na waona malaika katika mawazo yangu mahali hapa. Na waona moto uliozingira mahali hapa katika hisia zangu. Ninahisi nguvu za Bwana. Ninahisi madhabahu kunena. Ninahisi mibaraka. Ninahisi nguvu za kipekee kwa jina la Yesu. Amini tu, weka wazo lako kwa mahitaji ulionayo. Weka wazo kwa mipango ulionayo. Mungu anakupenda, haijalishi umetenda dhambi, haijalishi ulikosa kosa gani. Lakini utakapomwambia Mungu nisamehe na ninataka kubarikiwa leo hii, nataka kutembea na wewe leo hii. Watu walizitoa hazina zao na kupeleka kanisani. Mungu akaangalia na yeye hazina zake akawabariki. Na sisi tunahitaji tubarikiwe. Tunahitaji kuwa kama watu wengine, wale wanatoa vitu vikubwa vikubwa, wale wanasikika ndani ya nyumba ya Bwana. Sisi sio kusikika nje, sio kusikika kwa jamii, tukasikika ndani ya nyumba ya Bwana. Lakini kwamba sisi ni watoaji wazuri, sisi ni wahubiri wazuri, sisi tunashuhudia vizuri, tukapata heshima ndani ya nyumba ya Bwana. Amini Roho wa Bwana ananena. Amini Roho wa Bwana anagusa moyo wako. Roho wa Bwana anagusa mahitaji ya moyo wako. Ninasikia Bwana kuninenea. Nianene maneno mazito kama haya, ili kusudi njia zenu zibarikiwe. Mama, njia zinaenda kufunguka. Mzee, njia zinaenda kufunguka. Kijana, usiwe na wasiwasi. Nyenyekea mbele za Bwana tu. Utauona mkono wa kipekee wa Jehova. Baba, ninakushukuru kwa maneno ya unabii ambayo umeyaweka kinywani mwangu niyanene mchana wa leo. Baba, tuliona waliokudharau wakina Belshaza, Nebukadreza, jinsi ulivyowaadhibu Mungu, ukawaondoa hata kwa ufalme. Baada ya kuwabariki ukawaondoa kwenye mamlaka. Lakini sisi Mungu, usituondoe kwenye mamlaka. Usituondolee biashara zetu. Usituondolee mashamba yetu. Baba, tunahitaji utusamehe ili ukatukuze katika mashamba yetu, ukatukuze katika mibaraka. Baba, na sisi tutajitoa kadri utakavyotubariki Bwana. Na sisi tutacheza na madhabahu, tutacheza kwa kulinga, tutacheza kwa furaha, tukikutolea Bwana, tukikuimbia nyimbo. Hatutadharau madhabahu tena,
kwa uwezo ulionipatia, na ibariki mioyo hiyo, na bariki mawazo hayo, na bariki makusudi ya maagano aliyotoa ndani ya mioyo yao. Baba, wabariki kusudi wakamilishe maagano haya, waondolee magonjwa. Pesa zinaishia kwa magonjwa, pesa zinaishia kwa mikosi tu. Baba, pesa zinavurugika hapa na pale. Baba, leo hii weka uhusiano na watu wako. Baba, ukawabariki kwa mali zao na ukawawekee ulinzi. Kuanzia leo tutakusikia na tutatenda sasa na mapenzi yako. Vile vinayetuhusu kula tutakula, vile vinayehusu madhabahu tutapeana. Na Mungu, wewe ndio utatupatia yale hatukuomba. Mungu, ukatuombee na ukatufundishe zaidi. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Tumpigie Bwana makofi kwa jina. Labda umeacha mgonjwa nyumbani, ama wewe mwenyewe ni mgonjwa, una shida, unahitaji Bwana akukumbuke. Chukua hatua ya imani, songa hapa mbele. Nataka kuomba pamoja na wewe. Yule ana mahitaji mazito ndani ya moyo wake, hebu songa hapa mbele. Nataka kuomba kwa ajili yako. Mungu anafanya operation ya kipekee. Mungu anagusa mifupa ambayo ilikuwa imepinda. Mungu ana uwezo wa kunyoosha mahali ambapo ulikuwa umefika mwisho. Bwana anaenda kukutetea. Usijali umeteseka muda gani, usijali umeumia kwa njia gani. Amini jina la Yesu tunalolitangaza hili, jina lenye mamlaka, jina linaloshinda majina yote. Litaondoa magonjwa, litaondoa mikosi, litaondoa laana. Wachawi watakuogopa, waganga watakuogopa, kwa sababu kuna jina. Uwepo wa nguvu za Bwana unaenda kugusa viungo vyako, unaenda kugusa mwili wako, unaenda kugusa pale hospitalini, unaenda kugusa deni lako. Bwana anaenda kukulipia kwa jina la Yesu. Bwana anaenda kukulipia. Haijalishi una deni la aina gani, haijalishi umekwama namna gani, haijalishi umekuwa na uoga wa aina gani. Nataka kukupa neno la subira. Amini kwa jina la Yesu aliyonituma kuwa mahali hapa. Yesu huyo aliyenisimamisha kwenye madhabahu haya, Yesu aliyenipa maneno haya ni ya nene. Huyo ndiye atakayeshusha baraka, huyo ndiye atakayefungua njia mahali ambapo hakuna njia. Weka imani kwa hitaji la moyo wako. Nguvu za Bwana zinataka kushuka. Nguvu za Bwana zinataka kushuka. Ninasikia ngurumo kutoka mbinguni. Ninasikia tetemeko kutoka mbinguni. Yale yote aliyosababisha shetani, sasa shetani anaanza kupiga kelele kwa sababu ngurumo zinashuka. Na shetani anazisikia hizo ngurumo. Shetani anaona ule moto ukishuka. Shetani anaona mbingu zinafunguka. Sasa anataka kuachilia magonjwa ambayo yamekusumbua. Yanatoroka sasa kwa jina la Yesu, yanatoroka. Mikosi yote sasa kwa jina la Yesu inatoroka. Kwa jina la Yesu inaondoka. Kwa jina la Yesu inahama. Kwa jina la Yesu Kristo analolete. Na achilia nguvu za moto, na achilia uwezo wa moto, na achilia upanga kushuka mbinguni, ukashuke ukaharibu sasa, na yaharibu madhabahu ya shetani. Ewe shetani, ninakuchoma sasa. Ewe shetani, ninakuharibu kwa jina la Yesu. Ewe shetani, ninakukemea sasa. Beba magonjwa yako kwa jina la Yesu. Ondoka, ondoka ndani ya mifupa, ondoka ndani ya nyama, ondoka ndani ya tumbo, ondoka ndani ya ubongo kwa jina la Yesu. Vichuri vya kila aina, kizunguzungu kwa kila aina, kukosa nguvu kwa kila aina, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, shetani, ninakuapisha uondoke ndani ya watu wa Mungu, uondoke pale hospitalini, uondoke katika nyumba yao. Magonjwa hayataonekana tena. Ninakuapisha kwa jina la Yesu. Toka mapepo ya laana, mapepo ya ushawishi mbaya, mapepo ya nguvu za giza, kwa jina la Yesu zikashindwe. Mungu achilia uponyaji. Laboshanda labo. This is the Lord that he created the sea of the limits, tribe of ages.
Father, we claim not glory, my presence, great creation to the slide of the heart of the bodies. Father, we really decree. We neither salini like robos, Elisha create this throne of pleasure to us pride of the Lord. But the Lord we claim on to my shine the living creation to Christ. When we believe of the Holy Spirit, Jehovah God will let any clay. That's the train creations of free bride of the Lord. Kwa jina la Yesu wanapotoka mahali hapa Bwana, wakagushwe kwa mkono wako. Tunataka kusikia ushuhuda ya kwamba wamefunguliwa. Tunataka kushuhuda ya kwamba wamepona. Magonjwa hayatawagusha tena, mikosi haitawagusha tena kwa jina la Yesu. Mungu na uwabariki na uwapiganie. Fedha zinazohitajika Mungu wapatie. Kwa jina safi la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Barikiwe kwa jina la Yesu.